Nchimbi, ni kweli maneno yako ni mazuri sana, lakini nakuhakikishia kama nilivyotangulia kuongea kule nyuma, hakuna mwananchi mwenye akili timamu anayeweza akawa anasikiliza hoja zako au maneno yako na akawa anafurahia na kuona isee, kwa kweli yani huyu anatujali. Mimi ninachofahamu, hakuna mwana CCM yoyote aliyoko sasa hivi kwenye serikali hii, awe ni mbunge, awe waziri, awe ni mkuu wa mkoa, yoyote aliyoko ndani ya serikali hii, awe ni askari, awe ni mwanajeshi, hakuna anayeweza kuaminiwa kwa kuja tu kusema maneno matamu kwenye media au kuongea na vyombo vya habari, maneno mazuri si ya kuwavuta watu na kuionekana kana kwamba atakinzana na wengine, au kwa kuingia makanisani kwa kushika misaafu au aiza misikitini humo au kushika Biblia. Mimi nakuhakikishia, kwa mtu mwenye ufahamu tu mzuri kabisa, hata pengine kichaa asiyejitambua ndiye anaweza akawa anapiga makofi na kuona isee, kwa kweli anatujali. Mimi nishasema, mtu anayetujali sisi Watanganyika kwenye serikali iliyoingia kwa utekaji, kwenye serikali iliyoingia kwa ugandamizaji, kwa sababu kwa kuongea si katiba mudai na rais anaitaka katiba hiyo, ndio aliwahi kuisema kipindi, yani kuna maneno fulani aliwahi kuyasema hata pia Mfano Polepole wakati moja ya speech zake nzuri kuzisikiliza, alisema kwamba msikubali maliziano baada ya uchaguzi. Yani kipindi cha uchaguzi unakuta maneno kama haya hayakusikiwa au kabla, kwa sababu unakuja unaona kipindi kile Samia alipokuwa anazungumzia kuhusiana na katiba, sema ni kikaratasi tu, nchi haiongozi kwa katiba. Sasa ndio unakuja unasema tudai katiba. Katiba gani ambayo tuidai? Si ndio mmesema nchi haiongozi kwa katiba? Tena leo hii mnasema tudai katiba. Kijua mimi nachoweza kusema tu kwamba msicheze na hisia zetu, msicheze na akili zetu, msicheze kabisa na maisha yetu, kwa sababu mwisho wa yote mimi nachoweza kufahamu, hata katiba yenyewe iliyoko sasa hivi si kwamba inawaruhusu nyinyi muonekane wababe ndio waongeaji, hakuna anayetakiwa kupinga, kwa sababu kwa ujumla, kwa mujibu wa katiba, nyinyi mpo kwa ajili ya kututumikia wananchi. Lakini kwa sasa hivi kilichoko ni kwamba inaonyesha wazi kwamba ukishakuwa kiongozi ni unakuwa kama mbabe, usishauriwe, usionye. Katiba hiyo inataka kwamba, ndio maana nasema na hapa kwa mujibu wa katiba nitawatumikia Watanganyika. Lakini nani anayetumikia sasa hivi Watanganyika? Zaidi utashangaa mambo mengine ambayo mioga na staajabu. Sasa unakuta barabara kitengenezwa, Samia kafanya, tumpigie makofi mama, zifani kafanya. Umefanya, una hela za kufanya? Una hela za kufanya wewe? Wewe una hela za kufanya chochote kwenye nchi? Sema nimefanya kwa nimeenda kusimamia kodi za Watanganyika, na mwisho wa siku mnakopa mengine, mnaita deni la taifa, hatukuwatuma nyinyi sisi kukopa. Wewe sema amefanya mama, umefanya kwa hela zako? Una hela weza kufanya? Unaweza kutengeneza barabara wewe? Acha kucheza na hisia za watu, chezeni na wajinga na wapumbavu ambao kidogo, kwa sababu sasa hivi tuko kwenye dunia nyingine. Nishaongea kipindi cha nyuma kwamba tupo kwenye dunia nyingine. Tuache dunia zamani ambayo Nyerere sio alikuwa anadai, alikuwa anasikiza redio kwamba kuna vita vinaendelea, kuja anasema nimeoteshwa. Hii dunia nyingine tupo kabisa. Katiba hata kama ikiandikwa Kiingereza, tuna uwezo wa kutumia ChatGPT hiyo katiba tukaa tuna tafsiri moja baada ya, kwa sababu na mimi ndo ninachostaajabu, katiba haikutakiwa iandikwe kwa Kiingereza, itakuwa iandikwe kwa Kiswahili ili kila Mtanzania au kila Mtanganyika anapokuwa anasoma aelewe nini kilichomo huko. Lakini nakuhakikishia kwenye dunia tulionayo ziko ChatGPT, watu tuna uwezo wa kuchukua ile katiba na kuiingiza kwenye ChatGPT na kuuliza hii katiba hapa ina maana gani, na tukaelewa. Sasa ninachotaka niseme ni nini? Ninachotaka niseme ni serikali iliyoingia kwa watu kutekwa, serikali iliyoingia kwa kufungia makanisa ambayo ilikuwa inakemea utekaji ya Askofu Gwajima, washirika wake wakapigwa na yeye mwenyewe kuwindwa kama jambazi. Serikali hiyo iliyoingia kwa njia hiyo, kwa sababu Gwajima alikemea utekaji tu. Serikali iliyoingia kwa njia hiyo, wakina mchungaji Mbarikoma Kipesile mtoto wake aliuawa kwa njia ya sumu na mkuu wa usalama, wakina Mfano Polepole wametekwa, wakina Mdude Nyagali. Leo hii upo kwenye serikali nasema jamani tunamshukuru sana. Mwisho wote ndio utaona kama kwa mazungumzo yote utakuja utasema, utasikia mheshimiwa rais, mheshimiwa rais. Nani anemtambua kama rais? Mimi sijui nani anemtambua kama rais. Si mmejiapisha wenyewe. Tena ilikuwa ni kwenye mapoli, hata mkipita au kipindi cha Magufuli nafahamu kwamba alikuwa akipita utaona anapungia watu mikono, atasimama atasikiza kero za watu. Sasa hivi mnasema rais anayependwa sana, si apite barabarani basi tu tunamuona na sisi yesi tunampenda, ndio apite, asiwe na ulinzi. Hawako watakao mzuru, tuko wananchi watakao mlinda, si anapendwa sana. Sasa mimi nisemacho ni kwamba yoyote ulioko sasa hivi, wewe ni huko kwenye nafasi yoyote kwenye serikali, wewe ili tukuone huko upande wetu, jiuzuru. Hicho ndo cha kwanza kabisa, jiuzuru. Kataa kabisa kila kitu kinachofanyika sasa.
cha ubagazaji na ulanguzi, kwa sababu tukiangalia mafuta kwetu sisi yamepanda bei, Zanzibar hajapanda bei. Zambia wanashusha kodi ili mafuta yasiwe na bei. Sisi imeyafanya maisha yetu kuwa magumu. Niona kuna wakati Rais Samia anasema kwamba tulidanganywa sana, ni umeme tulikuwa tunapata siku 27. Akanasema tulidanganywa sana kipindi fulani, maana si umeme si kwa mambo hayako hivi. Kweli mnataka kutuona sisi hatuna akili? Yani kwamba ni watoto wote, si wote mafala tusiojielewa? Acheni bwana kucheza na akili zetu. Ndio maana mimi nilisema kama ikiwa nyinyi mmeona kwamba hajani kuwa ni uongozi, urais, mmeshaupata, endeleeni kula. Si maliziana hatutaki, kwa sababu tushapoteza ndugu zetu. Mliotakuwa mliziane nao ni wale mliowateka. Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Ufunuo ile sura ya 13 mstari wa 10 inasema auaye kwa upanga atakufa kwa huo. Hata kwa mujibu wa katiba, aliyeua anatakiwa naye pia auaye kwa kunyongwa. Kama hakukua kwa kusudia, kipo kifungu au iko adhabu inayokuwa ni kidogo, inapunguzwa. Kwa hiyo mimi ninachokuja kusema ni kwamba si hatutaki kuliziana mtu yoyote. Hatutaki chochote. Yani msilete mada ya maridhiano hata kidogo. Si tushakataa na sisi ndo wananchi tumekataa. Asante.